Watu wengi walifahamu Minembwe kama Minembwe, na watu wengi waliona wazi kwamba Minembwe ni mji ambao unadharaulika. Lakini nataka nikwambie, kwa miaka yote hii tumeishi hapa mashariki, mji wa Minembwe ulikuwa ni mji ambao ulikuwa unatengenezwa kama jiji kuu la njano au jiji kuu linalowakilisha wa siasa ya Watusi katika Afrika. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wamefika mahali wakaanza kudharau, wanaona kwamba Minembwe si kitu, na watu wengi walianza kusema wazi, kwa nini mnashindwa kuingia Minembwe? Kwa nini mmeshindwa kupiga Minembwe? Nilitaka nikwambie siri moja wazi kwamba sisi hatuipigi Minembwe kama Minembwe, hatuipigi Minembwe kama mji ulio katika tarafa la Fizi, hatuipigi Minembwe kama mji ambao unaodharaulika. Lakini ujue wazi kwamba wale wa imperialiste waliweka Minembwe kama jiji kuu la njano au jiji linaloweza kufanya siasa kubwa. Yaani siasa ya wa imperialiste, nguvu zao ziko pale Minembwe, na ule mji wa Minembwe ndio uliofanyika vikao vikubwa vya kupindua miji mingi hapa Afrika. Lakini watu wengi walikuwa hawajui hilo, na ndio maana walikuwa wameweka nguvu zao nyingi pale. Na hivyo nilitaka nikuambie wazi kwamba, kwa sababu nilikuambia wazi vita vinavyokuja vitagusa Minembwe, na kwa sababu tutaigusa Minembwe, ujue wazi kabisa kwamba vita ni vikali, kwa sababu utakwenda kugusa jiji njano la wa imperialiste. Ujue hilo wazi. Pastor Kilunga ninafundisha haya kwa Wakongomani kwa mitandao yote, wajue wazi kwamba mji mkuu ambao ulikuwa unawakilisha siasa ya wa imperialiste hapa Afrika ni pale Minembwe. Na ndio maana nilikwambia wazi kwamba wakati risasi litakapogusa pale, dunia itatikisika, dunia itayumba, kwa sababu wako watu pale ambao wanaotengeneza siasa ya kuendelea kuweka utusi katika nchi ya Kongo. Hivyo ni lazima ujue wazi kwamba tuna vita vikubwa ambavyo vinavyoandaliwa, kwa sababu ule mji utaguswa, na wakati ule mji utakapoguswa umekwenda kugusa sehemu kubwa ya imperialiste. Kwa hiyo hawatakubali kirahisi. Lakini nimekwambia kwa neno la Bwana, kwa jina la Bwana wa majeshi, yeye amesema ameiweka Kongo mikononi mwa Wakongomani, na hivyo ule mji utakapoguswa tayari tunakwenda kuvunja mamlaka ya wale waliokuwa wanataka kuwaweka Wakongomani waendelee kuwa mafukara. Ule mji ni mji ambao unaweza ukaudharau, ule mji unaweza ukauona ni mji mdogo, lakini ninakwambia kwa neno la Bwana, haya ulikuwa unayaona ni mambo ya kawaida, lakini Mungu ametaka niyafunue kwa Wakongomani wapate kujua wazi kwamba pale ndio kunapotengenezwa siasa inayoharibu Afrika. Ule mji umetengenezwa kimaasusi ili uendelee kuwa jiji njano la wale ambao wanaofanya imperialiste. Kwa hiyo sio mji wa kawaida, na ule hatutaupiga kama kawaida. Ndio maana tunafanya reference na jinsi Joshua alipopewa mamlaka ya kuvunja Yeriko. Ule ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umewekwa ngome kubwa. Ule ni mji ambao watu wanautegemea. Ule mji ndio unaofanya watu wengi pale Marekani wanaishi. Ule mji ndio unaofanya nchi nyingi hapa Afrika kama zinapata kiburi za kusapotiwa na wale wa imperialiste, nguvu zao zinatoka pale Minembwe. Kwa hiyo nilikuambia wazi kwamba wakati utakapoona risasi limegusa pale Minembwe na risasi limefika pale mpakani Kamanyola, ujue hakika nchi itatikisika, maana barabara kubwa inayounganisha ni hii ya pale Kamanyola. Kamanyola ndio kuna daraja kubwa linaloingiza kutoka vitu Kongo kupeleka pale Rwanda. Na hivyo nilikuambia ni miji mikubwa ambayo ni miji ambayo huwezi kuidharau. Kwa macho unaweza kuona ni miji ya kawaida, lakini haya ninayokufundisha ni mambo makubwa ambayo wakati mwingine akili zako haziwezi kuelewa ninachokizungumza leo. Lakini ule mji utakapoguswa,
watakuwa wamegusa mboni ya wale wa imperialiste, kwa sababu mambo yote yanayotoka Kongo, mambo mengi yanayopitia pale Kamanyola yanapitia pale Kamanyola. Kwa hiyo wanaweka mji wa Kamanyola wao ni mji wao. Ndio maana unaona hata wakati vita vilivyoendelea hawakuweza kufunga mpaka wa Kongo na Rwanda, hawakuufunga kwa sababu Kamanyola ni mji wao mkubwa. Watu wengi walifikiri wazi kwamba ni mji wa kawaida, lakini nataka nikwambie kiunabii, nimekwambia kama ule mji wa Kamanyola utaguswa na ule mji wa Minembwe utaguswa, ninakuhakikishia wazi kwamba haya ninayozungumza utayaona. Maana tutakwenda kuvunja kile ambacho wao walichoweka ukuta. Wameweka ukuta miaka mingi, na wakongomani wengi hawakuelewa, maana waliona tu magari yanapita, waliona tu kwamba ni barabara ya kawaida, lakini wao walikuwa wamefanya biashara siku nyingi. Na wakati unapokwenda kuwagusa watu wanaofanya biashara, hapo unagusa maisha. Ndio maana nilikwambia wazi kwamba wakati unapogusa Minembwe utakuwa umegusa maisha ya waimperaliste. Wale wanaokaa pale walikuwa wamewekwa ni vibaraka tu. Usione ile sura iliyo pale, ile sura ni sura ya vibaraka ambao waliwekwa ili waendelee kuchuma, ili waendelee kufanya uchumi wa wale watu uwe mkubwa, ili waendelee kuchukua mali zao, hata kama wanaweza wakapitia mahali pengine, lakini walikuwa wanaambiwa wazi kwamba tunakaa hapa. Na kama nilivyokuambia wazi kwamba walikuwa wamewekwa wanalinda ngombe tu au wanafanya mifugo, lakini wale waliowaweka pale ndio waliokuwa wanazalisha mali nyingi na watu wasielewe kinachoendelea. Ndio maana nilikuambia wazi kwamba wakati tunapogusa eneo la Minembwe, ujue wazi kwamba pale Minembwe ndio kunatengenezwa siasa inayogandamiza wa Afrika hapa Afrika. Ujue hilo wazi kwamba lazima tuungane Wakongomani, lazima Wakongomani tujue wazi tunavyoweza kushikana kwa pamoja, tuangalie jinsi tunavyoweza kushambulia ule mji, maana Mungu amekwisha kuweka ule mji mikononi mwa Wakongomani. Wakongomani, mahali popote ulipo, nataka nikutie moyo, nataka nikuongezee maarifa kwamba kama wana kiburi kwa ajili ya ule mji Minembwe. Kwa hiyo lazima, muda umefika tushughulikie Minembwe, muda umefika tushughulikie Kamanyola, muda umefika ili Mkongomani ajue wazi kwamba jiji njano la imperialiste ni pale Minembwe. Usizarau Minembwe, usione kama ni kakijiji kadogo hakana nguvu. Nimekuambia katika haya ninayokufundisha, yatakapotokea ndipo utaelewa haya ninayokuambia. Usizarau Minembwe. Nataka nikwambie macho ya wazungu wote iko pale. Kwa hiyo lazima tupige Minembwe, lazima tuishambulie Minembwe na Kamanyola, na utasikia kile dunia itakachokuwa imelalamika, kwa sababu tutakuwa tumegusa mboni ya jicho lao. Pale ndio wameweka watumwa wao. Kwa hiyo nilitaka uhakikishe wazi, ukae kwenye maombi. Ndio maana nisema tuombe wiki hii, tuombee Kongo, tuombee hiyo miji ili Mungu atende mambo makubwa. Mkongomani mwenzangu, mahali popote ulipo, makanisa yote tuombe. Nilikwambia wiki hii ni wiki ya kuombea Kongo, ni wiki ya kuombea mashariki, ni wiki ya kufanya mambo makubwa ili Wakongomani wafike mahali waondokane na ile hali ya vita vya mara kwa mara. Mtikisiko huo upo unasubiri tu wakati hiyo miji miwili itakapoguswa na wazalendo. Basi itakuwa ni mtetemeko mkubwa, ni tishio kubwa, ni vita ambavyo havijawahi kuonekana duniani. Na ndio maana nilikuambia wazi kwamba kama uliona nilitangaza kwamba tuwe na siku 3 za maombi, nilitaka nikuhakikishie wazi kwamba alichokuwa anakwenda kupokea pale namba 1 pale Uvira, hakuwa anapokea vyombo ambavyo alivyopewa na serikali. Alikuwa anakwenda kupokea nguvu za Mungu ambazo zitakwenda kufanya hiyo vita vya kuchukua Minembwe na kuchukua pale Kamanyola na kuendelea. Na ninakuhakikishia wazi kwamba kwa kuonyesha wazi kwamba unabii huu unakwenda kutimia, nimekuambia siku itakapoanza vita hivi, viko mbioni kuanza, lakini wakati vitakapoanza vita hivi vya kugusa Minembwe na kugusa Kamanyola, mahali popote ulipo hautakuwa na amani. Andika hili na utaliona.
Yaani wamejifunza imperialiste mahali popote walipo kwamba watawasumbua wale ndugu zetu wanaokaa maeneo mbalimbali. Na ndio maana wakati mwingine kama umeona lile limepitika pale kambini, si kwa sababu wanawaonea, si kwa sababu wamewadharau, sio kwa sababu wanataka warudi kwao. Hapana, ni kwa sababu wanajua wazi kwamba hawawezi kuwahudumia wote walio makambini, wakati wanajua kwamba wale walio makambini wametoka Kongo, na wale waliozuia M23 wasipite ni wakongomani wa mashariki ambao ni ndugu zao. Kwa hiyo hatutakubali kuwahudumia wale wakongomani walio nje, wakati ndugu zao wamekataa sisi tusipite twende tuchukue ile mali iliyo ndani ya Kongo. Kwa hiyo nilitaka nikuambie kwamba hizi ni siri kubwa za mbinguni ambazo ninaanza kuzieleza kwa wakongomani wajue wazi kwamba ukae. Lakini nimekuambia kuna mtetemeko kubwa, kuna mzunguko mkubwa na kuna tishio kubwa wakati utakaposikia risasi limeanza kutokota kwa ajili ya kwenda pale kwenye mpaka na pale Minembwe. Nataka nimekuambia wazi kwamba ile Kamanyola, wakati utakaposikia risasi limelia pale Kamanyola na wakati utakaposikia risasi linalia pale Minembwe, ujue wazi kwamba wakongomani wote walio kwenye maeneo ya dunia mahali popote walipo watakutana na wimbi kubwa. Nimekutahadharisha ili uwe makini ndugu yangu. Kama utakuwa umekutaniwa uko vizuri, hebu anza kujiandaa kurudi kwenu, kwa sababu mateso itakuwa ni mateso makubwa ambayo mtakayoyapata, kwa sababu mnafia, kwa sababu wale waliozuia ni ndugu zenu. Wale waliozuia ule mpango sitimie ni ndugu zenu, na hivyo watafanya hilo kwa sababu ya kuwateketeza, kwa sababu ya kuwaangamiza, kwa sababu ya kuharibu mipango yote walio nayo kule nje. Nataka nikupe tahadhari kwamba ndio maana Mungu aliniambia wazi kwamba tuendelee kuomba. Na nilikuambia wazi kwamba ni wiki ya kwanza ya mwezi wa 10, ambayo nilikuambia wazi maombi haya yatachukua siku 7. Tulianza Ijumaa 3 na tutamaliza Ijumaa 2 ya wiki hii ya mwezi wa 7. Maana hivyo ndivyo wanavyojipanga, hivyo ndivyo wanavyojipanga wa imperialiste, kwa sababu wamekwama. Narudia tena kwamba imperialiste wamekwama, na kwa sababu wamekwama walijifunza wafanye mateso makubwa kwa wakongomani wote wanaokaa nje ya Kongo, ili wasumbuliwe, wanyanganywe vitu vyao, waendelee kuteseka, wasipate nafasi ya kufanya kitu chochote, kwa sababu ndugu zao ndio waliokwamisha mpango ambao waliousuka miaka mingi. Na ndio maana nilikuambia wazi kwamba vita hivi ni vikubwa, na mtikisiko au mmomonyoko mkubwa wa ardhi utatokea. Fujo kubwa, tetemeko kubwa litatokea ambalo alijawahi kutokea. Nataka uandike maneno haya, kwa sababu nimekuambia huu ni ujumbe ambao Mungu ameniambia. Wakati utakaposikia kwamba risasi limelia au limewaka la kwenda pale Minembwe, na wakati utakaposikia risasi limewaka la kwenda pale kwenye mpaka, hakika unjue wazi kwamba mambo yameharibika, na ni vita vikubwa, vita ambavyo ni vya aina yake, vita ambavyo vitafanyika jeshi la mbinguni wakichangana na jeshi la wazalendo, wakichangana na jeshi la nje. Mungu atakwenda kuleta majeshi ambayo hayajulikani yatatoka wapi, lakini ni vita vikubwa ambavyo dunia inakwenda kushangaa. Na kwa sababu vita hivyo vitakavyoanza, basi nimekuambia uwe na tahadhari. Mkongomani yeyote uliye mahali, uliye nje ya Kongo, ujiandae, kwa sababu utakutana na hilo wimbi, utakutana na dharuba kubwa, utakutana na mawimbi ambayo haujawahi kuyaona. Kwa hiyo ukae mkao wa kujua wazi kwamba wakati wanafika Kamanyola, ukisikia vita vinaanza vya Kamanyola na ukisikia vita vya Minembwe vinaanza, jiandae, kwa sababu imperialiste wanapanga kwamba watawasumbua sana. Mtu yeyote anayeitwa Mkongomani
hatakuwa na amani mahali popote alipo, kwa sababu watasema wazi kwamba wale wakongomani ndio waliozuia wale wa imperialiste wasichukue ile nchi ambao waliokuwa wanatafutiwa Wanyarwanda. Kwa hiyo ni lazima ujue hilo liko mbioni na liko mbioni kutokea, kwa sababu vita viko karibu. Hatuwezi kusema vitaanza siku gani, lakini nakwambia viko mbioni kabisa. Yani viko mbioni kabisa. Wakati utakaposikia tayari kwamba risasi limewaka tu, ujue wazi kwamba hautakaa na amani mahali popote ulipo. Nimekuambia huu ni mwanzo tu. Usilaumu serikali ya Tanzania, usilaumu wale wanaotumika. Nimekuambia ile ni mipango ambayo imepangwa na wa imperialiste, kwamba mahali popote ulipo mgeni, hata wakati mwingine vitu vilivyo nyumbani vitanyanganywa, hata kitu chochote ulichokuwa nacho kitanyanganywa, na hautakuwa na kitu. Wakati mwingine utatoka nyumbani hata kiatu hauna. Wako wengine watafukuzwa, hata wengine watakuwa hawana nafasi ya kukaa. Hilo nimekuambia wazi kwamba kinachosubiriwa ni hiyo tu. Ikianza basi imperialiste anasema hakika wakongomani mahali popote watateseka. Kwa hiyo nimetoa ujumbe huu ili mahali popote ulipo mkongomani, anza kuomba Mungu, anza kujipanga, anza kuelewa wazi kwamba huu ndio muda wa kushikana na maombi ya Shilo. Anza kuangalia ni wapi ambapo tulipoweka makao makuu ya maombi ya vita. Ni pale Fizi, eneo la Kananda, tunaita Shilo. Ungana na Shilo, kwa sababu wakati mwingine hautapata nafasi hata ya kukimbia. Una kitu, unaweza ukaondoka mikono mitupu. Basi ujumbe huu nataka ukufikie mkongomani mahali popote ulipo. Aliyesimama mbele yako ni mtumishi wa Mungu Pastor Kilunga. Ubarikiwe na Bwana. Amen.